Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2026, juma la pili la kipindi cha Kwaresima cha mwaka A wa Kanisa, Jumatano. Leo Mama Kanisa anaendelea kuadhimisha kipindi cha Kwaresima mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 18 aya ya 18 hadi 20, na mwinjili Mathayo sura ya 20 aya ya 17 hadi ya 28. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na Mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulubisha, na siku ya 3 atafufuka. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kukinywea kikombe ninachokinywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Neno la Mungu. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, somo la kwanza linadokeza au linatoa masimulizi juu ya mtumishi wa Mungu Nabii Yeremia. Katika kutekeleza kazi hii ya kinabii, Nabii Yeremia anatishiwa kuuawa. Ndipo Yeremia anaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu apate kumsaidia. Wapendwa, tunachojifunza katika somo hili la kwanza, daima baya haliwezi kulipwa kwa baya, bali baya hulipwa kwa jema. Tofauti kabisa na mawazo ya kibinadamu ya Nabii Yeremia, ambaye anawaombea watesi wake waweze kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Wapendwa, pamoja na hayo, Nabii Yeremia anabaki katika kumtegemea Mungu. Hivyo
anatufundisha nasi daima tuwe watu wa kumtegemea Mungu katika magumu tunayokutana nayo katika maisha yetu ya kila siku. Wapendwa sana katika Kristo, katika Injili tuliyoisikia hivi punde, Bwana wetu Yesu Kristo akiwa njiani na wanafunzi wake 12 wakielekea Yerusalemu, Yesu anatoa maaguzi yake juu ya yale yote yatakayompata huko, yaani mateso, kifo na ufufuko wake. Ndugu zangu katika Kristo, Yesu anawaarifu wanafunzi wake juu ya yote yatakayompata huko, ili apate kuandaa wanafunzi wake kimawazo katika mtazamo huo wa fumbo la Pasaka. Hivyo wapate kufahamu ya kuwa hakuna maisha ya utukufu na umilele pasipo kupitia mateso. Tena tumemsikia mama yao wana Zebedayo akiwaombea nafasi ya upendeleo wanawe, yaani mmoja aketi upande wake wa kuume na mwingine mkono wa kushoto. Yesu Kristo akawaambia, wanaoliomba hawalijui, maana kikombe akinyweacho yeye watakinywea, lakini juu ya kuketi mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto, hiyo amri hana, bali watapewa waliowekewa na Baba yake wa mbinguni. Ndugu zangu, hapa hakuna njia nyingine ya kuurithi ufalme wa mbinguni isipokuwa tu kutimiza mapenzi ya Mungu na pasipo kumtegemea mtu mwingine. Ndugu zangu, kama ilivyokuwa kwa mama huyu wa wana wa Zebedayo, je, katika maisha yetu tumekuwa tukiomba nafasi za upendeleo wa kuumiza wengine, hasa pasipo mastahili yetu? Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma anatukumbusha tuwe watu wa haki na kujitoa kama Kristo mwenyewe alivyojitoa afe kwa ajili yetu, huku tukifanya toba na kusubiri kwa hamu kubwa zawadi ya fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wake. Pia tunaalikwa katika kipindi hiki tusiwe watu wa visasi, bali daima jambo baya lilipwe kwa jema, na lililo jema daima lilipwe kwa jema pia. Basi wapendwa sana katika Kristo, niwaalike tumwombe Mungu Mwenyezi atujalie neema kwa namna ya pekee, tujivike moyo wa unyenyekevu kama ule wa Bwana wetu Yesu Kristo, huku tukikubali kupenda kutumikia zaidi kuliko kutumikiwa, kwani Kristo mwenyewe anasema, anayetaka kuwa mkubwa sharti awe mtumishi wa wote, na anayetaka kuwa wa kwanza na awe mtumwa wa wengine. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateli Emmanuel Mbwawa wa Jimbo Katoliki la Iringa, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.